Asante Yesu, unastahili Bwana, unastahili Yesu. Basi mpendwa msikilizaji, mahali pote ulipo, kama sauti na kufikia na kusalimu katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa wote, yeye ambaye ametulinda, ametuhifadhi hai mpaka masaa haya katika hii siku ya leo. Kwa wingi wa rehema zake, uvumilivu wake na ustahimilifu wake, tungali tunaishi. Kila sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini na kumtumaini, na pia endelea kumtumikia, maana ndiye mwenye uwezo, ndiye mwenye nguvu. Nampendeza kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kukutana masaa kama haya kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Naomba muda wako mchache kwa ajili ya sauti hiyo, na Bwana atakubariki sana. Kabla ya yote, ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa ajili ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo, tunapojiweka mbele zake Bwana ili endelee kutulinda, endelee kutuhifadhi, ajalie neema ya kuona mema katika hii siku ya leo, na kwa imani yote yanawezekana. Kwa hiyo mahali ulipo unaweza kuunganika pamoja nami kwa imani tuweze kuomba, nawe pia unaweza kuchukua hatua hiyo ukajiombea hapo ulipo. Mungu wetu ni wa rehema, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema. Anaweza kukusikiliza na kukusaidia, nawe ukashuhudia wema wake ndani ya maisha yako. Zaburi 86 mstari wa 6 hadi wa 8. Alafu tutakuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalm 86 verse number 6 to 8. Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Siku ya mateso yangu nitakuita, kwa maana utaniitikia. Katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana, wala matendo mfano wa matendo yako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa wingi wa upendo wako juu ya maisha yetu. Asante kutuamsha wazima na kutulinda mpaka masaa haya. Pokea sifa, kwa maana umekuwa mwema kwetu. Uinuliwe Yesu na utukuzwe. Uabudiwe na heshimiwa, kwa maana hakuna kama wewe. Asante Bwana kulinda mahali hapa. Asante kulinda kazi na wafanyikazi. Asante kwa amani na utulivu. Asante Bwana kwa maana unazidi kutuwazia mema. Pokea sifa na utukufu. Ni wewe, hakuna mwingine. Nami nakuadhimisha mahali hapa siku ya leo. Ninakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiwe Bwana. Kando na wewe hapana Bwana mwingine. Ndipo ninaomba Bwana Yesu, zidi kumiliki mahali hapa. Uzidi kutawala, uzidi kutenda mema Jehova. Yaliyofichika ya kishetani tunakemea pate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, angaza nuru yako mahali hapa. Ukaachilie ushindi kwa mahali hapa Bwana. Wako wazee, mama, vijana, hata watoto, kila mmoja anakuhitaji Bwana, onekana. Jitukuze kwa maisha kila mmoja. Sababisha baraka ikaonekane, ushindi ukaonekane Bwana. Na yale magonjwa Yesu kaponye, kwa maana wewe ni mponyaji. Mikasa mikosi ondoa, jamba za shetani tunakemea sipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, chukua ushukani ukatende mema, kwa maana uwezo ni wako. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mahali kuna makosa Bwana utusamehe, utakase na pia utusafishe. Tupane kibali machoni pako siku ya leo. Bwana, tunapoisikiliza neno lako Yesu, nikirimia kunena ya pasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Nakayesikiliza neno lako naomba likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Na kila roho ya kupinga na kuzuia injili nimeikamata mateka, ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, neno lako likakamilisha kazi yako ndani ya maisha kila mmoja, na sifa zote zitakurudia Bwana. Asante kwa maana upo pamoja nasi, na Jehova unaenda kutenda mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah.
Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Kwa amani ya kutunza, kulinde, kutumia kibali na neema kuona ushindi ambao Mungu amekuumbia kwa ajili ya siku ya leo. Na unapozidi kuishi, muamini sana Mungu, mtumaini yeye zaidi sana, mtumikie. Na lile unajua ni baya usilitende, jua ni baya liepuke. Shikamana na lile lililo jema, na hapo ndipo msaada wa Bwana utadhihirika ndani ya maisha yako. Lakini ukifanya baya unalojua ni baya, basi utapata mateso ndani ya maisha yako. Tenda lile ambalo linampendeza Mungu. Kwenye hali zote mtumaini Bwana, muamini yeye, mngojee yeye. Wakati mwingine ni vizuri kukumbuka mahali alikutoa kuliko shida ulionayo. Maana watu wanasahau wametoka mbali, wanalia kwa sababu ya shida ndogo ndogo sana na wanamtenda Mungu dhambi. Wakati mwingine ni vizuri kukumbuka mahali umetoka. Kumbuka yale Mungu ameshawahi fanya maishani mwako. Na kwa sababu hiyo basi muamini kwa ajili ya leo. Muamini kwa ajili ya ile tatizo. Na pia uwe na subira. Maana Mungu huwa hatembei kama sisi. Yeye ana mpangilio yake. Hiyo inastahili uwe na subira. Msubiri Bwana, mngojee yeye. Uzuri ni kwamba Mungu wetu hana ubaguzi, hana upendeleo. Ni Mungu wa wote kwenye mwili. Hasa ukimwamini utauona ushindi ndani ya maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, sikubali kuchukua hatua mbaya. Hata kama yamekupata mabaya, chukua hatua nzuri. Wakati mwingine mabaya yatatusongesha karibu na Mungu. Wakati mwingine shetani atainuka ili tumuone Mungu. Kwa hivyo akikuinukia usitende dhambi. Ni vizuri kuelewa hii ndio masaa ya kuona Mungu. Danieli asingelisingiziwa atupe ndani ya tumbo la simba, angelibaki hali ya mfungwa milele. Lakini kule kusingiziwa na kutupwa ndani ya tumbo la simba kulifanya maisha ya Danieli yakabadilika. Akaondoka kuwa mfungwa akakuwa kiongozi. Danieli akatawala nchi ya wenyewe. Shida zingine mpendwa ni maisha Mungu anataka kubadilishia maisha. Visirani vingine kwa maisha ni Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Usitende dhambi mpendwa. Usitende dhambi. Usifanye mambo yasiyofaa. Usichukue hatua isiyofaa. Usifanye kipumbavu. Utakuwa umejiletea mateso mwenyewe. Utakuwa umejiletea vilio mwenyewe. Wakati ambapo Mungu hakupanga. Sikubali mtu wa Mungu. Shika yale ambayo yanampendeza Mungu. Fanya yale ambayo yanastahili mbele zake Bwana. Mngojee sana Mungu, muamini yeye. Bila shaka atakusaidia. Muhimu sana tena, kubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Maisha bila Yesu ni mateso, ni vilio, mahangaiko, mwisho jehanamu ya moto. Kwa hiyo kwingine mpendo, mpe Yesu nafasi awe Bwana na Mwokozi wako. Na hivyo ndivyo wema wake Bwana utadhihirika ndani ya maisha yako. Nami niko hapa bado siku ya leo nikukumbushe kwamba siri uliyoificha kesho itakuaibisha. Siri uliyoificha kesho italeta shida maishani mwako. Ni heri ufungue roho yako. Ni heri uondoe siri ndani ya moyo wako. Ni heri moyo wako uwe wazi kwa Bwana. Maneno ambayo nilikumalizia jana nayo ndio naanza hapo kwanza. Zaburi 22 mstari wa 8. The secret you carry today, tomorrow it will ashame you.
tomorrow it will bring problems in your life. And maybe there will be no door out. Hakutakuwa na mlango wa kutoka nje. Kwa hiyo Zaburi 62 mstari wake ni wa 8. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Maandiko yanasema tumtumaini Bwana siku zote, na tufunue mioyo yetu mbele za Bwana, kwa maana Mungu ndiye kimbilio letu. Funua moyo wako mbele za Bwana. Kuna mahali pengine kuna msaada isipokuwa kwa Mungu. Mathayo 5 mstari wa 8 anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao ndio watamuona Mungu. Lakini katika maisha, kutafuta kwetu na kuishi kwetu na kukaanisha na watu, kwa njia moja au nyingine tumefanya mapotofu. Wengine kwa kutaka, wengine kwa kutokutaka. Tumefanya machukizo, tumeshiriki mambo yasiyofaa. Lakini tatizo ni kwamba tumeficha, tumeyafungia ndani ya roho zetu. Tunasema hiyo ni siri yangu, nitakufa nayo. Mimi hapa nakwambia, siri uliyoificha kesho itakuaibisha, kesho itakutesa. Ni heri ufunue moyo wako kwa Bwana, uondoe hicho ulichoficha ndani ya moyo wako. Ni kweli hakuna ajuaye, lakini wewe, shetani na Mungu mnajua. Mnajua. Hakuna mtu alijua Anania ameficha, lakini Anania alijua, Mungu alijua, tena shetani alijua. Na mwisho kile alichokuwa amekificha ndio kilichosababisha mauti yake. Nafasi alikuwa nayo ya kufungua roho yake aongee ukweli, lakini alichelewa na mauti yakamkuta. Safira mkewe alikuwa na nafasi ya kuongea ukweli ahurumiwe, lakini hakukubali, akakufa. Wanadamu wengi wamebeba siri na wanasikia wako sawa, kumbe siri ya umebeba kesho itakuaibisha. Siri ya umeficha sio muda mrefu inakuja kuletea shida kubwa ambayo kujitoa itakuwa vigumu. Na utafika mahala utaanza nitaongea ukweli wa moyo wangu, lakini neema ya Mungu itakuwa haipo. Leo neema ipo, tena huruma za Bwana zipo. Anasema hata kama ni nyekundu, dhambi ni nyekundu, yuko tayari kusafisha, kuifanya nyeupe kama theluji. Na mtu akikubali na kutii, hata mema ya nchi atayakula. Mtu wa Mungu, kuna wakati Mungu alikuwa anaongea na Yeremia kwa habari ya wana wa Israeli ambao alikuwa amewaona wakifanya mambo yasiyofaa, na ikaonekana wao ni kama wamejificha. Lakini Mungu naye akawa anataka sana awasabishe, lakini wao wakaonekana wamekataa. Akauliza swali ambalo, sikiliza, unaweza sema hakuna aliyeona, lakini Mungu aliona. Akamwambia Yeremia hivi, Yeremia 13 mstari wa 27. Yeremia 13:27, nimeona machukizo yako, naam uzinifu wako katika maisha, uzinifu wako na umbwembe wako na uasherati wa ukahaba wako juu ya mlima katika mashamba. Ole wako ee Yerusalemu, utaki kutakaswa. Mambo haya yataendelea hata lini? Mungu akaambia Yeremia, mwambie Israeli nimeona. Hata kama hakuna mtu aliona, Mungu akasema nimeona ule uzinzi, ule umbwembe, ule umalaya
Akasema, Israeli, nimeuona. Hata kama ulienda juu ya mlima niliona. Akamwambia, umekataa kutakaswa. Na akauliza, how long? Hata mimi nakuuliza, how long do you think you'll continue hiding your secret? How long? How long do you think you are going to be safe and you are carrying a secret inside your heart? How long? And the mercies of God is calling you, wanting to sanctify you. Akauliza, akasema hawataki kutakaswa. Hawataki kutakaswa. Kumbe Mungu hata kama anaona uchafu, anataka sana kututakasa. Lakini shida, hawezi kukutakasa usiposema ukweli wako. Hawezi kukutakasa usipotoboa siri uliyoibeba. 1 John chapter 1 verse number 9. Bible says, if you confess your sins, and there is something so important but so ignorant to some people, inaitwa confession. Hata waliookoka nimekwambia, wengi wamebeba siri na wameokoka. Fungu la 10 wanatoa, sadaka ya madhabahu ya nini, takataka zote wanatoa, lakini siri ya moyo hawezi toa. Afadhali ya koperoni atoe sadaka ya madhabahu, lakini siri ya moyo wake hawezi kuitoa. Ndio maana Yesu anasema wengi watakuja wakisema, tulikula na wewe, ulihubiri pale kwetu, lakini anasema atawaambia, ondokeni, siwajui. I don't know you. Siwajui. Ni siri gani imebeba wewe, mtu wa Mungu? Siri gani imebeba? Sio muda mrefu hiyo siri itakuaibisha. Sio muda mrefu siri hiyo umeificha itakuja kukuaibisha. Lakini Mungu anataka sana kukutakasa. Ila akitaka kutakasa, wewe unakataa kukiri. Unaendelea kuficha, unasema hakuna mtu aliona, hakuna mtu anajua, sijasikia hata ikiingiziwa. Na Mungu naye anataka kutakasa. Anasema, lakini sisi tumekataa utakaso. Na anauliza, how long? Mambo haya yatakuwa hivyo mpaka lini? Mtu wa Mungu, ni masaa kufungua roho zetu. We render our hearts to God. Siri tulizoweka ndani yetu tuweze kuzitoa. Siri tulizoficha ndani yetu tuweze kuzitoa. Mioyo yetu iwe msafi. Psalm 73 verse number 1. Maandiko yanasema, God is good and is good to those who are pure in the heart, those who are clean in the heart. Mungu ni mwema, lakini wema wake ni kwa watu wako na mioyo safi, watu ambao wameweka wazi machukizo yao, wameweka wazi siri zote, uchafu walioshiriki wameweka wazi, machukizo waliofanya wamekubali kuconfess. There is no sanctification minus confession. And if you are not sanctified, then you can't be blessed. It is when God sanctifies you, that is when He can now bless you. Lakini kama hakukutakasa, hawezi kukubariki. Na hawezi kukutakasa isipokuwa umekiri makosa yako. Umekiri. Wengine wanafikiria kusema, Bwana Yesu, naja kwako siku ya leo, nimepambua mimi. Wanafikiri sasa hayo maombi yametosha wao kukubalika mbinguni. Uongo mkubwa huo. Aliyepeleka certificate zake kwenye kampani hiyo haijampa moyo kwamba atapata kazi. Anaweza kupeleka certificate na application letter na mwisho wa siku akaikosa kazi. Kuna masaa ya kuinterview the real you to be seen. What do you know? Ijulikana. If you pass the interview, then you get the job.
Sasa watu wengi wameshindwa interview Yesu. They don't want to confess. Wanadamu wengi hawataki kukiri. Hawataki. Hata wakiteseka hawataki kusema ukweli wa Mungu. Psalm 15 Bali anasema wale watakaomuona Mungu, wale watakaokaa kwenye maskani ya Bwana, wajenge makao yao kwenye maskani ya Bwana. Anasema ni watu ambao one of the qualities, they have spoken the truth of their heart. Wameongea ukweli wa moyo, siri wametoboa. Wameongea ukweli wa moyo kama Zakayo. Sema mimi nimeiba. Nimeiba. Wameongea ukweli wa moyo. Hao ndio watu ambao maandiko yanasema hawataondolewa kamwe. Lakini siku ya leo, from the church to the world, people are hiding secrets, but they want to see God. People are carrying secrets, but they want to see God. Wanataka Mungu aonekane kwao, lakini ile siri walioibeba hawataki kuisema. Lakini wanataka Mungu akaonekane, tena awatendee mema. Lakini ile siri ya uchawi wamebeba hawataki kusema. Siri ya uganga waliobeba hawataki kusema. Siri ya kutoa mimba ya shemeji, wako watu wametoa mimba ya shemeji, mimba ya kazi walitoa, na hiyo wanasema nitakufa na hii siri, nitakufa nayo. Hata akiokoka hawezi kubali confess. Wako watu wengi sana wamemkiri Yesu lakini hawajatakaswa, wangali na uchafu wao, kwa sababu hawajaongea ukweli wa moyo wao. Wamejiwekea self-righteous. Bora nenda kanisa, bora natoa fungu la 10, bora mimi natoa sadaka. Wamejiwekea utakatifu wao wenyewe. Paulo akaongea na watu wa Warumi, akawaambia kuna watu wamewaona anawahurumia sana. Kwa nini alisema anawahurumia sana? Akasema ni watu wako na bidii lakini bila maarifa. Romans 10 verse number 1 nasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu niombayo Mungu siku zote ni kwa ajili yao ili waokolewe. Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa maana basi sikiza, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Hawaijui haki ya Mungu, lakini wanataka kudhibitisha haki yao wenyewe. Wamekataa haki ya Mungu, lakini bidii wako nayo ya Mungu. Maombi wanaomba, kanisa wanaenda, lakini siri ya moyo hawataki kusema. Anania hakuchelewa kanisa, kwanza alikuja mapema sana. Lakini siri ya moyo, hata kama Peter alimuuliza, Anania alikataa kusema. Kwa sababu ya ile siri aliyobeba, Anania alikufa. Nataka nikupe mfano wa mtu mwingine, alafu mimi nitakuwa na kuacha utafakari. Lakini swali Mungu anakuuliza, how long utabeba hiyo siri mpaka lini? Kwa nini hutaki kutakaswa? Mambo haya yataendelea mpaka lini? Lakini nakupa mfano, wewe vile ambavyo siri ni nzuri sana lakini itakutesa. Nasikia amani sana ukiwa umeficha siri ndani yako, lakini kesho kutaharibika.
wana wa Israeli wakitoka Misri wakafika jangwani, wakiwa wanasafiri kuelekea Kanani, wakapatikana na kizuizi kinaitwa Jericho Wall, ukuta wa Jericho. Sijui leo ulikutana na nini ukafanya mambo na umenyamazia. Sijui ulikutana na nini mtu wa Mungu ukafanya kitu na umenyamazia. Wakutana na Jericho Wall. By the grace of God, Jericho Wall fall down. Lakini Jericho kulikuwa na miungu. Sheria ya Mungu ikatoka kwamba mtu asichukue chochote Jericho. Mtu asichukue chochote. Lakini tamaa ya macho na tamaa ya vinavyoonekana ikatawala mmoja wao, anaitwa Akani. Akani akachukua dhahabu na akaificha. Wakati aliificha, sikiliza niweza kusoma maneno machache nikiendelea kukueleza. Nawezekana na wewe ulikufika mahala ukafanya jambo lisilofaa na umenyamazia. Hata linaanza kuaffect maisha yako, lakini unasema siwezi hii ni siri yangu. Nakuta kuna vile maisha yako imeanza kuwa mabaya kwa sababu ya kile kitendo, lakini unasema siwezi sema. Siwezi jiaibisha hivyo. Yesu Kristo msalabani aliaibika kwa ajili yako. Wewe unasema huwezi kujiaibisha. Lakini nataka pasa kuombee. Tena umekuja na sadaka uombewe. Lakini siri unasema hiyo ni aibu, siwezi sema. Kuna mtu aliona utukufu bila aibu. Zakayo angesema sitajiaibisha mbele ya watu, wokovu asingeupata. Lakini Zakayo hakuona aibu, aliongea waziwazi mbele ya watu, tena barabarani. Akasema mimi ni mwizi, nitarudisha mara 4. Hakujali watu wanasemaje. Hakujali watu watanionaje. Lakini aliona ni vizuri niseme ukweli wangu. Na kweli wokovu alipata. Na wewe umebeba siri, umevisha. Lakini unamtaka Mungu akupiganie. Haiwezekani mpendwa. Na ukiendelea kuficha hiyo siri, si muda mrefu, sio muda mrefu, kitabu cha Yoshua sura yake ni ya 7, kwa sababu ya muda wangu. Yoshua sura ya 6, ni ukuta wa Jericho ulianguka. Mungu akawa amepeana amri, wakiingia huko wasichukue chochote. Wasichukue yoyote, kwa sababu viko Jericho ni vitu ambavyo vilitolewa sadaka kwa mashetani ama kwa miungu. Umeweka wakfu kwa miungu. Kwa hiyo ikasemekana mkifika Jericho, don't take anything. Mstari 7 of Joshua verse 1. Lakini Waisraeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Sera wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Waisraeli. Maandiko yanasema ukuta wa Jericho ulipoanguka, Akani na yeye akachukua kitu cha unajisi akakivisha, na hii ikafanya hasira ya Bwana ikaingia. Hasira ya Bwana ikawaka kwa Israeli. Wakaingia mji wa Ai, watu wakauawa. Walipouawa kuanzia chapter 6, verse number 6. Watu walipouawa, Yoshua akaanza kuomba. Wakati anaomba Mungu, from verse number 6 to verse number 15. Wakati Yoshua anaomba Mungu akamwambia Yoshua, kuna mtu amechukua kitu ambacho ni kinajisi.
Kuna mtu amebeba kitu kisichofaa amevicha. Ndio maana kitabu namba 13, haya inuka uwatakase watu ukaseme tutakaseni muwe tayari kesho, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako ya Israeli. Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Ukibeba siri huwezi kusimama mbele ya adui. Ukiwa na siri Mungu hawezi kukuunga mkono. Walipokuwa wameficha kitu kilichowekwa wakfu, Mungu hakuwasimamia kwa muji wa Aya. Walipigwa wakauawa watu wengi sana. Ukiwa na siri ndani ya moyo wako, Mungu hawezi kupigania. Mungu hawezi kuunga mkono kwa lolote. Hakuna siku utasimama ushinde ukiwa na siri. Everybody carrying a secret is a failure. He will always fail. Even in the little things he will fail. Kwa sababu ya ile secret. Siri inamfanya Mungu anaenda mbali, shetani anakaa ndani yako. Petro akamuuliza Anania, kwa nini umekubali shetani? Kumbe ukibeba siri umemkubali shetani. Ukiweka moyo wazi umemkubali Mungu. Sasa unataka uombebe Mungu akupe ushindi dhidi ya adui, na umebeba siri umenyamaza nayo. Mungu akamwambia Yoshua, uinuke, kwa sababu hamwezi kusimama mbele ya adui, maana katikati yenu kuna kitu kimefichwa ambacho hakifai. Wewe umeficha nini? Na unataka tukuombee biashara yako iwe nzuri. Umeficha siri. Hata tuombe kwa kufunga. Wenye moyo safi ni wataona na Mungu. Nataka tuombee ndoa yako iwe na amani, na kuna siri uko nayo umeficha. Nataka tuiombee iwe na amani. Haiwezekani. Mungu amwambia Yoshua, hamwezi kusimama mbele ya maadui zao, kwa sababu katikati yenu kuna kitu. Kuna kitu kilichowekwa wakfu umeficha. Kwa hiyo akamwambia Yoshua usimame, watakasa watu. Mstari wa 16, basi Yoshua akaondoka asubuhi na mapema akawaongoza Israeli kabila kwa kabila. Kabila la Yuda likatwaliwa, akazisongeza jamaa za Yuda, akatoa jamaa ya Wazera, akaisongeza jamaa ya Wazera, mtu mmoja, mtu kwa mtu. Zabdi akatwaliwa, akawasongeza watu wa nyumba yake mmoja mmoja. Na Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera wa kabila ya Yuda akatwaliwa. Utaficha siri lakini hautaficha milele. Utaificha lakini hautaificha milele. Akani alikuwa amejificha, na aliangalia akaona Waisraeli ni wengi, hata wakitafuta hatawahi kuta. Akasahau mkono wa Mungu una nguvu sana. Macho ya Mungu ni makali, huwezi kujificha. Hata watu wakiwa wengi, Mungu anakuonaga vizuri sana. Hata ngizani, Mungu anakuona vizuri. Akani alifikiria kwa maana Waisraeli ni mamilioni. Kwa hiyo hata wakitafuta kitamwapata, mimi nitakuwa nimefika Kanaani. Nimeuza dhahabu yangu, niko na pesa. Wakasongeza kabila kwa kabila. Akani anajua hii ni siri yangu, huwezi kulikana. Wakalia kiwango cha kusongeza jamaa kwa jamaa. Akani akasikia hii bado, hiyo ni siri yangu, hakuna siku itajulikana. Wakasongeshwa nyumba kwa nyumba, wakaanza kutafuta nyumba kwa nyumba. Kimeficha wapi hiki kitu kilichotolewa wakfu, kinacholeta mateso ya Israeli? Wakatafuta nyumba kwa nyumba.
Lakini bado Akani alisema siwezi fungua roho yangu, siwezi sema ni mimi, nijiaibisha mbele ya watu. Hai, hiyo ni siri yangu. Waliposongeza nyumba kwa nyumba, wakasongesha mtu kwa mtu, wakaanza kukagua mtu kwa mtu. Akani hata hivyo alisikia bado hii ni siri yangu, sitajulikana. Akasahau ya kwamba mwanadamu anaweza kosa kujua, lakini Mungu anakujua. Mwanadamu anaweza kosa kuona, lakini Mungu anaona. Waliposongeza mtu kwa mtu, Akani akatobuliwa. Mkono wa Bwana ukanyosha juu ya Akani, siri ikajulikana. Hebu tusikilize kuliendeleaje. Pendo, siri uliyobeba leo, kesho itakuaibisha. Fungua roho yako. Mapema ni mapema. Wapeni watu. Confess your sins. The mercies of God is calling you today. God is still gracious. Basi namba 19, Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, nakusihi mtukuze Bwana Mungu wa Israeli. Ukaungame kwake. Uniambie sasa uliolitenda, usinifiche. Akani akamjibu Yoshua akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara zao joho zuri la Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nilivitamani nikavitwaa. Tazama nimevificha. Sikiliza. Tazama nimevificha mchangani katika hema yangu, na ile fedha chini yake. Jamaa alikuwa na siri. Yaani siri hata mwanadamu asingewahi jua. Maana alikuwa amechimbia chini ya kitanda. Chini ya kitanda. Kama ambia Yoshua, nimevificha mchangani. Kwa ile nyumba yangu nimechimba chini nikaweka hapo ndani. Umeficha. Mtamu. Sijui wewe umeficha nini? Sijui wewe ni siri gani uko nayo? Na unasikia hii miaka imepita, hakuna kitu. Mtamu. Sio muda mrefu utaibika. Sio muda mrefu utajikuta babaya na siri hiyo umebeba. Isaya 55 mstari wa 6 nasema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Sasa angalia, watu wamekufa, Akani amenyamaza. Wameita kabila, Akani amenyamaza. Jamaa kwa jamaa, Akani amenyamaza. Nyumba kwa nyumba, Akani amenyamaza. Mtu kwa mtu, Akani amenyamaza. Sasa mwisho anapopatikana anasema, nitasema ukweli. Kuna masaa utasema ukweli wa moyo wako, lakini itakuwa too late. Akani akasema, nitasema ukweli. Nilitamani vitu vile nikavichukua, na sasa hivi nimevificha chini ya nyumba mchangani. Mstari wa 22. Hebu nirudie mstari wa 21 usikilize. Nilipoona katika nyara joho zuri la Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nilivitamani nikavitwaa. Tazama nimeficha. Tazama vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha hemani. Basi Yoshua akatuma wajumbe, wakapiga mbio mpaka hemani, na tazama vile vitu vilikuwa vimefichwa hemani mwake, na ile fedha chini yake. Wakavitoa kutoka hapo katikati ya hema, wakavileta kwa Yoshua na kwa wana wa Israeli wote, nao wakaviweka chini mbele za Bwana. Kisha Yoshua na Israeli pamoja wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na ile joho na ile kabari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe wake na punda wake na kondoo wake
hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu hadi bondeni la Akroni. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe, kisha wakakusanya juu yake rundo kubwa la mawe hata leo, naye Bwana akauacha ukali wa hasira yake. Kwa sababu hiyo jina la mahali pale likaitwa bonde la Akroni hata leo. Siri uliyoibeba leo, kesho utakuaibisha. Siri uliyoibeba leo mama, kesho utakutesa. Mzee, siri uliyoibeba usipotubu mapema, kesho utakutesa. Mungu alitoa Waisraeli Misri awapeleke Kanaani, lakini angalia, Akani anakufia mji wa Akroni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya siri. He had the chance to repent. He had the chance to be forgiven, but he misused the chance. Bali anasema tukomboe wakati. Tukomboe wakati. Akani amepigwa mawe na akachomwa kwa sababu alikuwa amebeba siri. Ameficha na hata hakutaka kusema kama ni yeye. Ni vile tu mkono wa Bwana uliongoza Yoshua akamchagua Akani. Akamwambia Akani, naona kama uko na mambo, hebu sema ukweli wako. Akani akaingiwa na uoga sasa, akaona sasa hapo wacha niongee ukweli. Too late. Be careful mtu wangu. Hakuna mtu atakufa na siri, utakuja kuisema. Usipo uifunua kwa kutubu, utaifunua kwa ghadhabu. Usiwahi danganywa ati utakufa na siri. Nobody will die with a secret. If you don't confess in repentance, you will confess in wrath. You will confess in wrath. Akani ameconfess masala ya dhambi. When you confess in wrath, there is no forgiveness. You face the judgment of God. It's only when you confess in repentance, you are the mercies of God are activated. Your sin is blotted out. Na Mungu anasimama na wewe. Umebeba siri gani mtu? Umeona Mungu alikuwa na mawazo mema, lakini siri imefanya Akani amekufia jangwani. Tena amekufa kifo kibaya. Amepigwa mawe na akachomwa moto. Wakachoma kila kitu cha Akani. Na wakaweka mawe ikasimama hapo. Ndio kila mtu akuwa anajua huyu ni Akani alichomwa. Kwa sababu ya nini? Ya siri. Maneno ya Mungu yaliandikwa ili kutuonya sisi. Natumai mpenda utaonyeka. Ufungue roho yako. Weke basi. Kabla Mungu akasirike, ageuze huruma zake kutoka kwako. Hapo ndio utatafuta pasta, useme pasta, nataka niongee ukweli wangu. Mali maisha yamenifikisha. Wacha tu niseme ukweli. Utasema ukweli, utalia machozi, pasta atakuombea, lakini Mungu atakataa. Kumbuka wakati ambapo Samueli analilia Sauli, Mungu alikataa. Kwa sababu Sauli alipoulizwa mara 3 hakukubali kuongea ukweli. Masaa anateseka, Samueli analia, Mungu alikataa. Leo unahubiriwa ufungue roho yako, uondoe siri ndani ya roho yako, unakataa. Siku inakuja hiyo siri itaanza kukutesa. Na ndiyo sasa pastor atakuombea, lakini Mungu atakataa. Masaa ndiyo sasa ya kufungua roho zetu, kutoa siri tulizobeba, kusema uchafu ule tulishiriki, ule uovu tulioshiriki, ule upotovu tulioshiriki. Ni wakati wa kukiri mpende. Kiri maasi yako. Sababu sali tu Daudi anasema hivi. Zaburi ya 32. Daudi anasema Psalm 32.
Ndipo mstari wa 5, ndipo nikaungama dhambi yangu, wala sikuficha upotovu wangu. Nilisema nitakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamea upotovu wa dhambi yangu. Daudi anasema aliamua, wacha nikiri, wacha niseme ukweli, wacha niungame dhambi yangu. Na anasema niliamua sitaficha. Umeficha nini mtu? Kumbuka Methali 28:13 anasema afichaye dhambi hawezi fanikiwa. Afichaye dhambi hawezi fanikiwa. Akani amekufa kwa sababu ya siri. Sio kwamba Mungu alitaka, lakini kwa sababu Akani aliona ni siri yake hawezi. Hata masaa mwito ulitolewa kwamba kesho tunakutanisha kabila kwa kabila, kuna mtu tunatafuta. Akani hakuona haja ya kuconfess. Siku ya pili wakasema tunakutanisha jamaa kwa jamaa, kuna kitu tumebeba kisichofaa. Akani hakujitokeza aseme ni mimi nimekuwa na hiyo jambo. Siku ya tatu wakasema tunakutanisha nyumba kwa nyumba, kuna kitu kinajisi tumebeba. Akani hakusema wacha niongee ni nini. Siku ya 4 wakasema tunakutanisha mtu kwa mtu, a person by a person, tuweze kujua ni nani amebeba kitu hicho kinajisi. Akani baada alikuwa confident ya kwamba siri yangu ni yangu na nitakufa nayo. Kumbe wapi? Wakati alipatikana, Mungu ni wa huruma, lakini si wa huruma to ignorant people. Ignore the voice of God. They ignore the calling of God. God is not merciful. Mungu hakumhurumia Akani. Wakati siri uliyoibeba itaanza kukutesa, Mungu hatakuhurumia. Wakati siri uliyoficha itaanza kuleta mateso maishani mwako, Mungu hatakuhurumia. Hata uombewe aje, hatakuhurumia. Huruma zake ni sasa, kabla siri yako ikutesi, mpaka uamue kuisema sasa. Masaa ndiyo sasa ya kufungua roho yako. Muda ungalipo wa kutubu sana. Maandiko yanasema confess your sins one to another. James chapter number 5 verse number 16. Basi ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Sala yake mwenye haki ina nguvu nyingi na utenda mengi. Wakati unasema pasa niombee, nikumbukaye kwa maombi na uko na siri, hata uombewe maombi haiwezi fanya kazi. Kwanza anasema kabla tuombeane, kwanza tuungame dhambi zetu. We confess. Before we pray for each other, we must confess. And the confession makes us righteous. Then the righteous prayer will avail much. Lakini wewe wataka ukumbuka kwa maombi na ile siri yako hautaki kusema. Kile unabeba rohoni mwako hutaki kusema. Lakini nataka tukumbuka maombi na ifanye kazi. Haiwezi kufanya kazi hata kidogo. Confess your sins. Ungama dhambi yako mtu. Daudi amesema nilisema sitaficha, nitakiri upotovu wangu. Sitaficha, I will confess. Na anasema ndipo alisamehewa na ule upotovu wake ukafutwa. Tunajua Daudi alikuwa amechukua bibi ya wenyewe na akaua bwana yake.
lakini alisema ukweli. Lakini wewe umenyamaza na unasema hiyo ni siri yangu, sitawahi sema. Atapoendeaje hiyo? Siwezi sema. Hiyo ni aibu kubwa. Ni sawa, usipojiaibisha hakuna utukufu. Wakati unajiaibisha, unaongea ukweli wako, ndio Mungu anakuja na kuvika utukufu. Na Yesu alisema ukimwonea haya, hata yeye hawezi kukiri kwa ufalme. Hawezi. Nini unaonea haya mtu? Kesho utakuwa unakumbuka hii sauti. Nasema ningejua hiyo siku pastor alikuwa na mbili, si hata ningeenda kumwambia kwamba mimi nimefanya hivi na hivi na hivi. Na nafasi ya kupata hiyo njia itakosekana. Utatafuta mlango wa kutokea, utatafuta pastor karibu na wewe confess, utakosa. Maria anasema utaangamia bila maarifa. Na utakuwa unasema jinsi gani nilikataa mashauri, jinsi gani nilipuuza maonyo, kwa nini nilikataa walimu. Maandiko yanasema hivyo ndio mtu atakuwa anasema. Mfano, this is the right time to open your heart. Masaa ndiyo sasa ya kufungua roho yako. Kiri makosa yako, ungame dhambi yako kabla ikutose, kabla ikufikishe mahali ambapo utatamani siku zirudi nyuma, halafu utakuwa ngumu. Masaa ndiyo sasa. This is the time. Usikuendelee kuficha siri ndani yako. Usiendelee kubeba siri mtu wa Mungu. Fungua roho yako, kiri maovu yako. Muda ungalipo, huruma za Bwana zingalipo, na zinakuita hata leo. Nikimaliza na kuachia maneno ya Yesu kwa habari ya siri. Yesu alisema hivi kwa habari ya siri, Luka 12 mstari wa 2. Luke 12 verse number 2. Lakini hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Unasema hii ni siri yangu, nitakufa nayo. Mungu anakuita ukonfess, unasema siwezi. Lakini Yesu anasema ujue hakuna lililofichwa ambalo halitafichuliwa, hakuna lililositirika ambalo halitafichuliwa. Mstari wa 3 anasema basi yoyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlionena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatatangazwa juu ya dari. Ukiona unabeba siri na mambo haijaharibika, ni Mungu anakuita. Ni huruma za Bwana zinakuita. Akani alikuwa anafikiria ni yeye ameficha, kumbe si yeye amekuficha, ni Mungu alikuwa anamuita. Masaa ilifika sasa, kilichofichwa kivichuliwe, kilichositirika kivichuliwe, kifunuliwe. Akani alitafuta sana msamaha, lakini msamaha ulikosekana. Alitamani apewe nafasi, lakini nafasi ilikosekana. Mtu wa Mungu, the secret you carry today, it will be the cause of your problem tomorrow. And maybe God will not listen to you. You will cry to God, but maybe He won't listen, because He gave you a good time to confess.
Uzuri wa Mungu ni kwamba kabla ufike pabaya anakupeaga muda. Lakini mwanadamu akipewa muda anajipia kifua, anasema niliweza, ninajua kuficha, nilificha hiyo, hawatawaijua. Kumbe ni muda amepewa wa kutubu, ni muda amepewa wa kutengeneza na Mungu. Muda ukiisha, sasa siri inavumbuliwa, mtu anaingia kwa mateso. Hapo ndipo anaanza kujuta, anaanza kutamani siku zijarudi nyuma, afungue roho, lakini inakosekana. Usikubali kuwa mmoja wao mtu wa Mungu. Usiwe miongoni mwao mtu wa Mungu. Open your heart. Confess your sins. Don't hide secrets in your heart. They will one day bring problems to your life. Confess. Yesu alipea wanafunzi wake power. Akawaambia yule mtakayemwondolea dhambi itakuwa imeondoka. Yule mtakayemwekelea dhambi itakuwa imewekelewa. Wewe unaenda kanisani lakini umeficha mchungaji wako. Hautaki kufungua roho yako useme. Kazi yako ni kuenda one on one ya shida, lakini one on one ya confess utaki. Wataka one on one ya kuangaliliwa maisha, kuchunguziwa nyota, one on one ya kuangaliwa baraka, lakini utaki one on one ya confess. Siku inakuja, siri yako itaanza kutesa. Siri yako italeta mauti. Siri yako italeta mapigo ya Bwana. Na hapo ndipo utatamani umpate mchungaji umweleze ukweli wako, utamkosa. Utatamani mpate mchungaji mwambie vile ulifanya, utakosa. Na hata ukipata utakuwa too late. It will be too late. Tumia muda wako vizuri mpendwa. This is the time to confess, to render our hearts to the Lord before it is too late. By the special grace of God, mimi nafika hapo siku ya leo. Aliandikiwa kusikia amesikiliza. Usikubali kuwa akani. Usikubali kuwa akani. Siku itafika utajulikana na utahurumiwa. Tuwe kama Daudi. Kweli alikuwa ameua, amechukua bibi ya wenyewe, lakini alikubali, alifungua roho yake akasema ukweli wake. Nabii alipomhubiria kama vile nimekuhubiria leo, Daudi hakujificha. Aliambia Nathanieli ukweli wa mambo. Ndio maana Mungu alimsamea na akambariki. When you confess, amesema you become righteous. And the prayers of a righteous man availeth much. Maombi ya mwenye haki yanatenda makubwa. Mtu wa Mungu, utabeba hiyo siri mpaka lini? Yesu anakuita ufungue roho yako. Toboa hiyo siri uliyobeba. Pate msamaha wa dhambi. Uhesabiwe haki, uone baraka za Bwana. Kwenye masikio nasikia hayo. Mahala ulipo, tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante Bwana kwa wale umegusa wakasikiliza. Neno lako litie nguvu na ulipambanue ndani yao, wakalielewa kuliko vile nimenena. Kiwango cha wao kuchukua hatua inayofaa, na sifa na utukufu zitakurudia Bwana. Wengine wetu Baba tumefanya mambo tunaaibika kusema, ukaondoa ile roho ya aibu. Wengine wanaogopa kusema, ukaondolea roho ya uoga. Bwana ukatuumbie mioyo ya nyama, mioyo ya kubondeka na kubunjika. Ukatuondolee mioyo ya mawe, ili tusiendelee kukaa kama Akani, tukakuja kuteseka baadaye, wakati wewe ni wa rehema. Bali tukafungue roho kama Daudi, tupate msamaha wako na hata baraka yako. Tenda Bwana na sifa zitakurudia. Mahali hapo zidi kupalinda, ukalinda wakubwa kwa wadogo. Kila biashara mikononi mwako.
kila hitaji mikononi mwako. Bwana Yesu jitukuze na sifa zitakurudia. Mahali sauti imefika, fanya jambo, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mikasa mikosi Bwana endelea kuzuia. Majali barabarani Yesu tuendelee. Chochote ujalopangia siku ya leo, aliyepanga kimrudie mwenyewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana, siku ikaendelea vyema na ikaisha vyema, na sifa na utukufu zitakurudia. Damu yako itufunike na inene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwa sana. Mungu wa amani ya kutunze na pia kulinda. Yale ambayo umesikia weka ndani yako, tafakari sana. Sikubali kubeba siri kakuja kakutesa. Fungua tu roho yako uweze kupata rehema zake Bwana kwa jina la Yesu. Kama unapitia shida, vumilia. Mbele ya kuomba, Mungu atakusaidia. Na kama amekusaidia, usisahau alipokutoa. Tumia vizuri sana baraka uliyopewa. Usije ukarudi pale pale kwenye shida yako. Kwa jina la Yesu. Wanaopatikana mtandaoni, waliweke, tunaita tu. Find us.